Hi guys, karibu tena katika Urembo na Princess Zey. Leo tupo kwenye hatua ya pili ya kujifunza kusuka mnyosho kwa wasiojua kabisa. Hili ni somo maalum kwa wale wote wenye matamanio ya kusuka lakini hawajui waanzie wapi. Wale ambao husema mimi siwezi kusuka, mikono yangu mizito, usihofu. Tupo pamoja, tutajifunza kwa utaratibu. Na ninaamini huu ndio wakati wako wa kung'ara na kuibua kipaji chako cha ususi. Kwa somo letu la leo utahitaji aidha mdoli wa kusukia au mtu wa kufanyia mazoezi ili twende pamoja hatua kwa hatua. Katika video hii utajifunza jinsi ya kushika nywele kwa usahihi, mahali pa kuanzia kwenye mstari na hatua za mwanzo hadi nywele ianze kuonekana kama mnyoosho wa kuvutia kabisa. Tunaanza. Utaanza kwa kupaka mafuta kwenye nywele zako, na mafuta mazuri ni mafuta ya maji, hasa mafuta ya nazi. Unapopaka mafuta kwenye nywele zako unazisababisha nywele kung'aa. Utakapozisuka zitakuwa hazisumbui, hazitashikana, pia zitakuwa na muonekano unaovutia. Hata kwenye kuchana hazitakusumbua. Baada ya hapo utaenda kupaka maji ya karafuu. Maji ya karafuu yana faida nyingi katika nywele, ikiwemo kukuza nywele, kuzifanya nywele kuwa nyeusi, kuzuia mba na kufanya nywele kujaa. Uzuri wake ni kwamba maji haya hayanuki hata yakae kwa muda gani. Kwa hivyo unaweza kutengeneza na ukakaa nayo kwa muda mrefu bila kunuka. Jinsi ya kuyatumia, unakuwa unakata mstari, unanyunyizia. Kinachohitajika ni maji yaingie kwenye ngozi ya kichwa. Na jinsi ya kutengeneza maji haya, kuna linki hapo chini kwenye hii video, utabonyeza na utajionea video ya jinsi ya kuyatengeneza maji haya. Ukishamaliza utamasaji ili maji yaingie vizuri kwenye ngozi ya kichwa chako na kusaidia ukuaji mzuri wa nywele zako. Baada ya hapo utaenda kuchana nywele zako. Jinsi ya kuchana kwa mtu mwenye nywele nyingi kama hizi, utakuwa unabana nywele, unatenga kanywele kadogo alafu unazibana pale juu. Utachana kwanza juu. Ukiona juu zimechanika na kulainika, ndio utaenda kuchana nywele zote. Naomba unitazame kwa makini. Hii inazuia mtu asiumie. Kwa hivyo unabana nywele kidogo, unaichana alafu unachana kuanzia chini kwenda hadi juu baada ya kuona ile ulioibana kwa juu imechanika. Utachana nywele zako zote. Unapochana nywele unazisababisha baadaye ukija kusuka zisishikane, zisikusumbue wakati wa kusuka. Kwa hivyo unatakiwa uchane nywele mpaka zichanike zote vizuri kabla ya kuanza kusuka mtindo wowote. Baada ya kumaliza kuchana utachukua chanuo la mbao. Kwenye kuchana unatumia chanuo la plastiki, na kwenye kukata mistari unatumia chanuo la mbao kwa sababu lenyewe linanyoosha mistari vizuri, mistari inaonekana. Kwa hivyo utakata mstari sehemu yoyote ile unayojisikia kwa kuanzia. Kisha utakata mstari mwingine wa pembeni kama hapa ninavyofanya. Baada ya kukata mstari mwingine wa pembeni, utakata tena wa pembe nyingine. Unakata usawa wa nywele utakayoweza kuishika. Kwa hivyo utakata mabutu mawili kama hapa nilivyokata. Hizi za nyuma utazifunga ili zisikusumbue wakati unasuka hizi ulizokata. Kisha utakuja tena kuzichana ili kuzilainisha. Kuna nywele zingine waga zinawahi kujifunga. Kwa hivyo utazichana ili kulainisha na kuhakikisha hazijifungi. Baada ya kupata nywele mbili kama hivi, inatakiwa sasa uanze kusuka. Kabla ya kuanza kusuka, vidole vyako inatakiwa uviweke kama hivi. Vinavyotumika sana ni vidole hivi viwili vya mbele. Kwa hivyo utavishika kama hivi vidole vyako hivi, kidole gumba na kinachofuata. Hivi vingine vitatu vinashikilia nywele namna hii. Alafu hivi viwili ndio vitakuwa vina control nywele pale mbele. Naomba unitazame kama hauelewi ninavyoongea. Kwa kuwa unaanza kusuka,
tutaanza kwa kutenga kanywele kadogo. Utatenga kanywele sio kadogo sana wala sio kakubwa sana, kiasi cha kama hii. Upande wa kwanza utatenga nywele ya hivyo, na upande wa pili utatenga nywele ya hivi. Ziwe zinaelekeana, zisitofautiane sana. Kuwa makini ili utoe kitu chenye muonekano mzuri kidogo. Baada ya kutenga nywele mbili kama hivi, inatakiwa ya kwanza ije katikati. Ikija katikati unazuia kwa kidole gumba namna hii. Alafu tena ya upande mwingine na yenyewe inakuja katikati. Kumbuka pale katikati kuna nywele nyingine. Kwa hivyo ile ya katikati itatoka katikati na kwenda upande iliyotoka hiyo nywele iliyokuja saizi. Alafu hii ya upande wa kushoto italetwa tena katikati, ambayo ya katikati imeenda upande wa kushoto. Wakati huo unaenda tena upande mwingine wa kulia, unachukua nywele, unakata kanywele kadogo, unakaleta katikati. Sasa kabla ya kukaleta katikati, ile ya katikati inatakiwa itoke na kwenda huo upande ambayo hiyo nywele ya kulia imetoka. Kwa hiyo unaipeleka upande wa kulia. Alafu hii ya upande wa kulia ndiyo inakuja katikati. Ikiletwa katikati itazuiliwa na kidole gumba ili isichanganyikane namna hii. Nywele zinavokatwa zinakatwa kwa hivi vidole viwili, kidole gumba na kidole kinachofuata. Alafu kuleta katikati unazuia kwa kidole gumba cha mkono mwingine. Kipenzi changu, ni rahisi sana. Kumbuka pale mwanzo kuna nywele ambayo ulikuwa umeshaisuka. Kwa hivyo unatakiwa uichanganye na hizi nywele zingine zichanganyike. Alafu utaongezea tena nywele baadhi. Yaani utaongezea nywele kidogo. Hivyo ndo namna tunavosuka mnyoosho. Ile ambayo ulikuwepo na unaongeza na zingine kidogo, alafu unazileta kwa pamoja zote katikati. Ile ya katikati itatoka katikati na kwenda upande wa kushoto. Alafu hiyo ulioileta utaiweka katikati na kuzuia kwa kidole gumba. Utaenda na upande mwingine, utachanganya nywele. Ukishachanganya unaongeza na nywele kidogo, alafu unaileta katikati. Kabla ya kuleta katikati, ile ya katikati inatoka na kwenda upande huo uliotoa nywele yako kwa sasa. Namna hiyo ni rahisi sana kipenzi changu. Ukishaileta katikati unazuia na kidole gumba. Unaenda tena upande wa pili, unachota nywele zingine, yani unaongezea nywele zingine kuacha ile ambayo imetokea, kuacha ile ambayo ulikuwa umeshaisuka. Kwa hivyo utaongeza nywele zingine na utaileta katikati. Ya katikati inarudi huo upande ambao umetoa nywele kwa sasa. Utaileta tena katikati, utazuia na kidole gumba namna hii. Halafu unaenda tena upande wa pili, unachukua nywele nyingine. Kabla ya kuchukua hakikisha unaongezea nywele zingine. Utaongeza nywele zingine kidogo kama hivi, alafu unazileta katikati kwa pamoja. Ile katikati itarudi upande ambao umechota nywele kwa sasa hivi. Ni rahisi sana kipenzi changu, naomba uniangalie kwa makini, naamini utaelewa. Ukiona zimeanza kukuchanganya, unaweza ukazichota zote kwa pamoja. Na ukiwa unaanza kusuka, unaweza ukaishia sehemu yoyote ile. Ukikosea usifumue. Endelea kujaribu mpaka nywele itokezee. Na nywele yangu inakuwa imetokezea kama hivi. Nitaenda kukata sehemu nyingine. Za nyuma nitazibana ili zisinisumbue. Baada ya hapo nitakata tena mstari wa katikati ili nipate pande mbili za nywele. Hapa hatua ya kusuka cha kwanza cha kuzingatia ni kupata pande mbili za nywele.
Halafu utachana. Kwenye kuchana unatumia chanuo la plastiki, lenyewe halikati nywele. Hatua inayofuata baada ya kuchana, utatenga nywele mbili pande zote, pande ya kulia na upande wa kushoto. Unatenga nywele mbili kama hivi. Ukishatenga nywele mbili za kuanzia nazo, utachukua nywele ya kwanza ya upande wowote, unatakiwa uilete katikati. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Kwa hivyo unachukua nywele ya kwanza ya upande wowote, kwa vidole viwili unaileta katikati. Kwa hivyo unaichukua, unaibana kwenye hivi vidole, inatakiwa ije katikati. Ili ije katikati inatakiwa izuiliwe na kidole gumba. Baada ya hapo utaenda tena kuchukua upande B, unaileta nywele katikati kama hivi kwa kutumia hivi vidole viwili. Alafu ile ya katikati inarudi upande B namna hii. Nywele ya upande B itakuja katikati kama hivi. Alafu utaenda kuchukua nywele ya upande A kwa kuongezea, kwa kuwa mwanzoni ulishaisuka, kwa hivyo saizi utaongezea kanywele kidogo. Unaileta katikati kwa kutumia vidole, hii nywele ya upande A. Alafu ile ya katikati inakuja upande A. Ni rahisi sana kipenzi changu. Unaiweka tena katikati, unazuia na kidole gumba. Unaenda upande mwingine ambao tumeupa jina la upande B. Unachota nywele kidogo ya kuongezea, inachanganyika na ile nywele ambayo ilikuwa imesha kuja mwanzoni. Ili kuleta katikati ya katikati inarudi upande B. Kwa hivyo hii nywele itakuja katikati. Baada ya nywele ya katikati kutoka kurudi upande B, hii ya upande B inakuja katikati namna hii. Utaenda upande mwingine ambao ni upande A. Utachota nywele kidogo. Wakati unachota kumbuka kuongeza sehemu ya nywele. Alafu unatoa ile nywele ya katikati unairudisha upande A. Ukishaitoa nywele ya katikati ukairudisha upande A, ile ya upande A inakuja katikati. Ni rahisi sana kipenzi changu. Hatua ni kuchota nywele ya upande mmoja unaileta katikati. Ya katikati itaenda upande ambao umechota nywele kwa wakati huo. Tunaendelea. Unachota tena nywele. Hakikisha vidole ndio vinaishika hiyo nywele uliyoileta. Alafu ya katikati inatoka inarudi ule upande ambao umechota hiyo nywele yako. Unaileta katikati na kuzuia na kidole gumba. Unaenda tena upande mwingine. Unachota nywele kwa kuongezea na nywele zingine. Unabana kwa vidole hivi viwili. Baada ya kubana kwa vidole viwili, ile ya katikati itaenda upande ambayo umetoka kuchota hizo nywele kwa sasa. Ile ambayo uliibana kwa vidole viwili na yenyewe itatakiwa kuja katikati. Ikija katikati inabanwa kwa kidole gumba. Naomba ufanye mazoezi mengi na mengi, naamini utaanza kuona mwanga. Na ukiwa unaendelea kusuka nywele zako kama hivi kipenzi changu, naomba usisahau kusubscribe kwa kubonyeza ile neno lililoandikwa subscribe, kisha alama ya kengele, ili uwe wa kwanza kuwa unapata video hizi za mafunzo ya bure kabisa kila tunavyotoa. Tunaendelea. Baada ya kuona umefika kikomo cha ulipokata mstari, utafunga kibutu chako hadi juu. Narudia kwa wale ambao hawajaelewa. Unatoa vinywele viwili. Hapo unakuwa tayari umeshakata mistari miwili. Unatoa vinywele viwili vya upande wa kulia na upande wa kushoto kama hivi. Utashika nywele ya upande wa kwanza, utaileta katikati. Alafu unazuia kwa kidole gumba cha mkono huo wa kwanza. Alafu unaenda upande wa pili, unachukua nywele yako, unaileta katikati. Ile ya katikati inaenda upande wa pili kama hivi.
Alafu ile iliyotoka upande wa pili inakuja katikati. Ikija katikati inazuiliwa na kidole gumba cha mkono wa upande wa pili. Utachota tena nywele kidogo ya upande wa kwanza, unaileta katikati. Ile ya katikati itaenda upande wa kwanza. Alafu hiyo iliyotoka upande wa kwanza inakuja katikati namna hii. Unaenda tena upande wa pili, unachota nywele yako kwa kuongezea. Saizi utakuwa unaenda unaongezea. Yaani kuacha ile uliyoichota mwanzoni, unaongezea tena nywele kidogo. Ile ya katikati inakuja upande wa pili namna hii. Ukishaleta upande wa pili inatakiwa ichanganyike na hizo nywele zingine. Ile uliyoichota upande wa pili na yenyewe inakuja katikati kama hivi. Alafu unaenda upande wa kwanza na wenyewe unachanganya nywele kidogo, unaongezea. Unaenda upande wa kwanza utaongezea nywele kidogo, unazileta katikati kwa pamoja. Ukishaleta katikati, ile ya katikati inatoka na kurudi upande wa kwanza. Ni rahisi sana kipenzi changu. Kama hujaelewa naomba urudie video hii mara kwa mara, na usipoelewa zaidi naomba uniandikie hapo chini kwenye comment. Niambie ni sehemu gani hujaelewa, nitakuelewesha zaidi. Pia unaweza ukabonyeza linki hapo chini na kujiunga kwenye grupu letu la WhatsApp ili nikujibu kwa urahisi zaidi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine ili wajifunze kama wewe. Asanteni na kwaherini.